Mungu ametoa maonyo, lakini wachache wanasikiliza. Katika kitabu cha Sefania sura ya kwanza 12 nasema, kisha itakuwa wakati ule nitauchunguza Yerusalemu kwa taa, nami nitawaadhibu watu walioganda juu ya hasira zao, wasemao katika mioyo yao, Bwana hatatenda mema wala hatatenda mabaya. Tunakaribia mwisho wa wakati. Nimeonyeshwa kuwa hukumu za Mungu za kulipiza kisasi tayari ziko duniani. Bwana ametupatia onyo juu ya matukio yanayokaribia kutokea. Nuru inang'aa kutoka kwenye neno lake, lakini bado giza linaifunika dunia, na giza kuu linawafunika watu. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajia kuwa ghafla, wala hakika hawataokolewa. Ni wajibu wetu kuuliza sababu ya giza hili la kutisha, ili tuepuke njia ambayo kwayo wanaume na wanawake wamejiletea upotofu mkubwa sana. Mungu ameupatia ulimwengu fursa ya kujifunza na kutii mapenzi yake. Amewapatia nuru ya kweli katika neno lake, amewapelekea maonyo na sana mausia, bali wachache tu ndio waitii sauti yake. Kama taifa la Wayahudi, wengi wao, hata wale wanaojiita Wakristo, wanajivunia faida zao kuu, lakini hawamrudii Mungu kwa ajili ya baraka hizi kuu. Kwa rehema isiyo na kikomo, ujumbe wa onyo la mwisho umetumwa kwa ulimwengu, ukitangaza kwamba Kristo yuko mlangoni na kutaka ulimwengu jue sheria ya Mungu iliyovunjwa. Lakini kama vile watu wa kabla ya gharika walivyokataa kwa dharau onyo la Nuhu, ndivyo wapenda anasa wa leo watakavyokataa ujumbe wa watumishi waaminifu wa Mungu. Ulimwengu unafuata mzunguko wake usiobadilika, ukiwa umemezwa kama kawaida katika shughuli na anasa zake, wakati ghadhabu ya Mungu inakaribia kutekelezwa juu ya wavunjaji wa sheria yake. Mkombozi wetu mwenye huruma, akitangulia kuona hatari ambazo zingewazunguka wafuasi wake wakati huu, amewapa onyo la pekee. Anasema, basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo, kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Hayo ni maneno ya Kristo akiwasihi watumishi wake, akiwasa pia ulimwengu wote uweze kusikia maneno haya na kukubali maonyo ambayo Mungu anayatoa ili tuweze kusimama katika siku ya mwisho. Ulimwengu unakaribia mwisho. Naam, chukua hatua ili uweze kunusurika na kuingia ufalme wa Mungu wakati Kristo atakapokuja akisimamisha wale walio wateule na watakao kuingia katika ufalme wa mbinguni. Wewe nawe ni mmoja wao, kwa maana umeisikia sauti hii. Mchague Kristo.